baada ya Iran kuishambulia Israel ile juzi, kutokana na kwamba Israel amekuwa akishambulia Lebanon na Hezbollah, Trump alimwahi Netanyahu kumsihi asifanye hivyo, asilipize, japokuwa Israel ilifanya lakini kwa kiwango kidogo. Ila tumeona yeye juzi baada ya ile helikopta kuangushwa kule Hormuz, akawa ameamrisha mara moja mashambulizi yafanyike kule Iran, na Iran imejibu. Kwa nini yeye inakuwa ni rahisi zaidi kujiamulia kuliko Netanyahu kwa sasa? Kadi zinachezwaje? Ina maana kwamba kwa sasa mwenye haki ya kujibizana na Iran ni Marekani zaidi, na yeye hana haja ya kuomba ruhusa yoyote? Au inaonyesha nguvu kiasi gani, na hii ina maana gani kwa Netanyahu? Kwa sababu moja ni kwamba Israeli ikipigana direct na Iran, Israeli tayari currently ina taswira mbaya sana katika kiulimwengu. Wanaonekana wao ndo wachokozi, wao ndo walianzisha one day war, wako Lebanon wanashambulia, wanaua watu Gaza, wanaua wapi. Kwa hiyo image yao ni mbaya sana. Wao wakiingia pale inakuwa inaleta ladha mbaya sana na inazidi kuathiri. Lakini anachokifanya yeye ni kwamba tulieni, sisi tutafanya kwa niaba yenu, kwa sababu sisi ni Marekani, brand yetu inajulikana, ubabe wetu unajulikana, kwa hiyo anafanya kwa niaba. Nimekutana na taarifa ambazo ni za naibu waziri wa mambo ya nje, anasema wao hawakuitungua ile Apache. Sijui kama umekutana na taarifa hiyo. Kwa hiyo hapana, sijaiona. Yes, ngoja nitajaribu kuitafuta ni kuoneshe, ambayo inasema wao hawakuidungua Apache. Ni taarifa ya unani wa mambo ya naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran. Na false flag tushazisikia mara kadhaa. Kwa hiyo ya kwanza. Kwa hiyo hata kwenye nani ile ya mwanzo walivyoanza, Marco Rubio alisema sisi tulianza kuishambulia Iran kwa sababu tulijua Israeli atamshambulia Iran atajibu. Kwa hiyo sisi ndo maana tukafanya preemptive. Kwa hiyo wao wamejipa majukumu ya kupigana kwa niaba ya Israeli. Kwa hiyo kumekuwa kuna harakati za kujaribu kumrudisha nyuma kiasi fulani au kubeba majukumu ya yale, lakini of course Trump ni Trump, na ndo katoka Henry ameelezea vizuri sana karakta ya Trump na jinsi anavyopenda yeye. He's the center of attention, gravity of attention, kila kitu revolves around him. Kwa hiyo kuna hiyo pia upande huo, lakini most of the time ni kwamba iwapo mgogoro unapokuwa kati ya Marekani na Iran, ladha yake ni tofauti na inapokuwa kati ya Iran na Iran. Inaonekana Iran anapewa sapoti kubwa sana anapopigana directly, na hii nikisema sapoti kubwa namaanisha katika watu duniani na raia wa kawaida wanamsapoti zaidi Iran, wakiona kwamba yeye ndo anayeonewa na Israeli ni mwoneaji. Lakini ina taswira tofauti iwapo Marekani ndo anabeba majukumu haya. Sawa, kwa hiki ambacho kimeendelea hapa juzi, hapa hizi kuamkia siku za hii yaani kuamkia leo Jumatano, ambapo tumeona jinsi ambavyo Iran amejibu haraka sana baada ya Marekani kufanya mashambulizi yale ambao wanasema ni ya kujilinda na vitu kama hivyo. Lakini tumekuwa tukiona pia namna ambavyo Iran ikitoa maneno tuseme ni mikwara mizito sana, na huu mkwara umezidi kuongezeka kwa Iran sasa hivi dhidi ya Marekani. Ni kama vile haimwogopi tena, yani ni kama kwa sasa kuna namna ambavyo Iran imeongeza tuseme kiburi kwa Marekani. Unadhani kwa nini sasa hivi haimuoni Marekani si lolote? Of course hii imekuwepo tangu mwanzo, lakini kadri tunavyoona ni kama vile Iran sasa imekuwa na confidence zaidi, licha ya kwamba walishambuliwa, kiongozi wao akauawa, viongozi kadhaa wakauliwa. Kwa nini Muirani amekuwa na confidence zaidi sasa hivi? Kuna kitu kimoja ambayo ni leverage, na nadhani hii ni kosa la kimkakati ambalo Marekani na Israeli walifanya.
kwamba kabla ya hivi vita, kabla ya 12 Day War na kabla ya hivi vita vya sasa hivi, perception iliyokuwepo ni kwamba Irani ni dhaifu, kwa sababu Irani alikuwa hajapigana vita vyovyote tangia vita vya miaka 8 kati yake na Iraq, na amekuwa kwenye vikwazo zaidi ya miaka 40. Israeli amekuwa na silaha za kisasa na sapoti kubwa na uwezo wa kijeshi. Marekani tayari tunaijua Marekani na tunajua ana bezi zote. Kwa hiyo on paper ilikuwa inatengeneza kwamba Irani ni dhaifu, ni mdogo, Marekani ni strong na ni mkubwa, Israeli ni strong na ni mkubwa. Wamepoteza karata ile ambayo walikuwa nayo, ambayo ni hiyo psychological warfare. Baada ya hivi vita 12 Day War na hivi vita vya sasa hivi, uhalisia umeonekana kwamba pamoja na kwamba Marekani ana bases Middle East nzima, Iran ameonyesha capability, anaweza akazifikia na akazidhuru na kwa ufanisi mkubwa. Na Marekani ameona kwamba Iran tuliokuwa tunamtegemea, na actually yeye mwenyewe Trump alishasema kwamba kwenye baadhi ya interview zake alishasema Iran sio Venezuela, Iran yuko vizuri. Na kwenye interview nyingine akasema Iran kwenye hii hapa ceasefire iliyotokea bado ana 70% ya capability zake, yeye mwenyewe Trump anasema. Kwa hiyo ukishaelewa hiyo na kuona jinsi ambavyo Irani ana uwezo wa kufikisha madhara pamoja na vizingiti vyote vilivyopo ambazo ni aina za air defense system ambazo zipo za kila aina, kuanzia jammers, kuanzia interceptors, kuanzia aerial targeting na vitu kama hivyo, imeongeza confidence ya Iran kwamba unajua ni sawa sana lile unaenda kupigana na mtu ana bonge la mwili, alafu naomba nitoe mfano hapa hivi Sky, kuna comedy moja nadhani ushaiona ambayo ya kibongo hivi. Yeah. Mshikaji amekutana na mwanae. Oya mwanangu, inakuaje? Siku nyingi imekuaje? Naona siku hizi umetusua mwanangu, una gari sijui nini. Alafu jamaa kakaa kimya. Alivyoanza tu kuongea, aya akasema shamvunja, alafu akaondoka. Unafahamu ile comedy? Okay, sikumbuki kwa kweli. Okay, kuna comedy hiyo kwamba tulichokuwa tunategemea na tulichokutana nacho ni tofauti, kwamba Iran ameona kwamba pamoja na kwamba alikuwa na mipango, alikuwa na mikakati, ana mosaic uongozi wa mfumo wa uongozi wa mosaic underground zake. Kwenye vita kuna kitu tunasema baptized by fire. Umezindua Oreshnik, ina uwezo huu, kama haijaingia bado kwenye vita hiyo inakuwa not baptized by fire. Una ndege umezindua kali sana, kama haijaingia kwa combat tested bado hiyo not by, hatuipi 100%. Ndo maana katika nchi ambazo ana drone za aina nyingi sana ni Mchina, lakini drone zake hazijawa tested by fire, umeona. Lakini Muiran drone zake Shahidi zimeonekana has been tested in combat na ziko very effective. Tumeona Oreshnik has been tested na ziko very effective. Kwa hiyo ule mfumo aliokuwa nao Iran alikuwa nao, na tulikuwa tunajua ana maandaki, mengine yako mita 300 chini, mengine mita 500, mengine yako chini ya milima. Tunakumbuka alizindua Bavar kipindi kile, air defense system yake. Tunakumbuka alipewa S300 na S400, lakini ilikuwa haijatestiwa in real combat scenario. Sasa hivi ule mfumo wa kiuongozi wa mosaic umekuwa tested in real combat scenario na umeonekana kuwa na ufanisi mkubwa sana. Bavar imekuwa tested in real combat scenario na imekuwa ina mafanikio makubwa sana. SN300 na S400 imekuwa tested kwenye combat scenario. Fatah 1, Fatah 2, Shahid na aina zingine. Hakuna mtu alijua kwamba Iran ana MIRV, multiple independent reentry vehicle, ambazo ni kombora ballistic ambalo likifika linajigawa kwenda kwenye warhead zingine, inageuka kwa na mizinga mingine ambayo kila moja inaenda kivyake, na ile iko very complicated kwa sababu kila moja inatakiwa iwe guided. Kwa hiyo zote zimeonekana kuwa tested na zimekuwa effective. Kwa hiyo capability ya Muiran
imeonekana kuwa tested au baptized by fire, imempa confidence, na Iran amesha determine kwamba ukiacha nuclear, hivi vita vya kawaida tuna uwezo wa kwenda nyinyi toe to toe. Ndio maana sasa hivi haogopi, ukinipiga na kupiga, ukirusha na mimi narusha, na amekuwa hana uoga. Ndio maana tulisema kwa mara ya kwanza Iran anafanya first strike kuishambulia Israeli, haijawahi kutokea, wala sikumbuki tangia nadhani Gamal Abdel Nasser alivyoikomboa Suez Canal kutoka kwa Egypt na ile 6 day war ile Yom Kippur. Sidhani kama kuna nchi yoyote ambayo ilifanya first strike dhidi ya Israeli. Kwa hiyo ile inakuja confidence, ndio maana sasa hivi hawaogopi. Alafu pia kuna factors zingine ambazo tuliongelea. Serikali na regime ya Iran imeona kwamba raia wako nyuma yao, kwa hiyo wana confidence, hawaogopi mapinduzi, hawaogopi maandamano, hawaogopi chochote, raia wako nyuma yao. Inamaanisha nini? Uwezo wao wa kuhimili na kuabsorb madhara ni mkubwa. Kwa hiyo Iran anajua mtatushambulia, tutaabsorb hayo manani, tutaendelea kupiga. Lakini upande wa pili uwezo wao wa kuabsorb mashambulizi yakoje? Ndo so ukicombine hizi zote, ndo leo hii unamwona Iran ana confidence ya kumdindia Marekani na kumdindia Israeli, na sio Marekani kumdindia peke yake au Israeli peke yake, anawadindia wote at the same time. Irani nchi moja inapigana na superpower mbili kwa wakati mmoja. Sikumbuki mara mwisho imetokea kitu kama hichi. Nchi ambayo ilikuwa inachukuliwa kawaida, ina jeshi la kawaida, na pia doctrine yao wamekuwa very smart. Wameangalia strength zetu ni zipi na weakness zetu ni zipi. Wamejua hawawezi wakashindana na Marekani na Israeli on air kwa ndege, hawana ndege hizo, hawana aerial capability. Kwa hiyo hawajawekeza nguvu kule. Wamejua kwamba sisi strength zetu ni projectiles, ambazo iwe ni cruise missiles, iwe ni ballistic missiles, iwe ni quasi ballistic missiles, iwe ni MIRV, iwe ni drones, iwe upande huo tuko vizuri, na wamewekeza nguvu upande huo na umekuwa very effective. Lakini pia upande wa pili ambao ni air defense, japokuwa iongelewi sana, lakini Mwirani yuko very effective, not perfect, sio top tier, lakini amekuwa very effective kwenye upande wa air defense. Na hii imesababisha kitu ambacho kuna kitu kinaitwa A2D2 ambayo ni bubble, ambayo inapelekea Marekani na Israeli wasiingie ndani ya mipaka ya Iran, kwa sababu wanajua there is active threat ya wao kuweza kudunguliwa. Wanachofanya, wanatumia kitu kinaitwa standoff weapons, ambazo ni projectiles ambazo zinarushwa nje ya eneo la hatari. Kwa hiyo wanarushia ndege, zinaishia Iraq zinarusha, ndege zinaishia Kuwait zinarusha, ndege zinaishia Saudi Arabia zinarusha, na UAE na kwengineko, haziingii ndani ya mipaka ya Iran, kwa sababu wameweza kuona kwamba Iran ana denial capability. Kwa hiyo hicho ndo kimempelekea confidence leo Irani anasimama na anaposimama. Na tuzingatie kitu kimoja, so far mpaka leo Irani hajaomba msaada kwenye nchi yoyote mpaka sasa hivi. Inatakiwa ikupe ujumbe mzito sana.
DJ Smart. Ila kuna kitu ambacho ningependa tufahamu. Video hii imelenga kwa madhumuni ya kielimu na kuhamasisha fikra za kina. Tunakuza majadiliano ya wazi, lakini wafuatiliaji wote ninatarajia kushiriki kwa heshima. Tafadhali epuka maneno ya chuki, ubaguzi, mashambulizi binafsi au aina yoyote ya vurugu. Tuchangie katika kuunda mazingira salama ya kujifunza na majadiliano yenye tija. Disclaimer: this video is intended for educational purpose and to encourage critical thinking. We promote open discussions, but all viewers are expected to engage respectfully. Please avoid hate speech, discrimination, personal attacks, or any form of violence. Let's create a safe space for learning and constructive dialogue.